Si nimekuacha kule. Mimi uwezo kanikimbia. Popote ulipo na mimi nipo. Ganzi ganzi mwili wote umejaa ganzi. Ganzi ganzi nashindwa hata kutembea. Nateseka kwani utuoni mimi na mwanao. Sasa hivi msimu wa maembe unakaribia. Mwenyewe ndo niko nazo hivyo hivyo. Oya we. Oya we mchumba. Hebu nyanyuka kwanza hapo kwenyewe. We, unamwamrisha mdogo wangu kama nani? Wana mazungumzo, watu wawili unataka waongee pembeni. Mazungumzo gani bwana mjomba? Mimi mdogo wangu hajawahi kuketi kukaa na wauni na kuzungumza nao. Hicho kitu hakipo. Oya, afu mimi sio muone unajua. Hapo kwenyewe kwanza sijui mjomba wako hapo kashakula kama 200,000 zangu jue. Alafu 200,000 zenyewe kaenda kupotea kwenye kamali, yani kaenda kuliwa kwenye kamali. Si unajua kamweka bondi huyu hapa mtoto mzuri. Si unajua yani mimi nataka nikaishi naye magetoni kama mke wangu afanye mimi mtoto kitu chochote. Oya, wewe mchumba, nyanyuka hapo kwenyewe. Usinyanyuke. Bwana muache wewe vipi? Hapa kwenyewe. Oya wewe. Oya. Oya wewe tulia hapo kwenyewe. Unaniumiza mkono. Tulia hapo kwenyewe, acha mapepe sasa. Mwachie basi, mkono wake unamuumiza. Hebu nisikilize basi. Vitu vingine vinatakiwa kuwa romantic. Sio unamshika mjomba wangu kama lambo. Romantic ndio kila kitu. Mwanaume unatakiwa uwe romantic, uwe na maneno mazuri ya kumshawishi mwanamke. Wewe unafika tu unamnyanyua, unamvuta kweli? Oya, mimi sinaga mapenzi ya kubembelezana. Mimi zangu nginja hapa kama geto naenda kumaliza, si unajua zile. Alafu mambo mengine baadaye. Sawa, lakini kwa hiyo staili unamchukua mjomba wangu, huko nyumbani kutakuwa kuna amani sasa. Kama hapa hivyo tu unamshika unambana mikono. Kwa nini tusifuate utaratibu ukamtuma mshenga akaja akaleta barua tukaangalia kombe, koti la mjomba, mahali inakuaje, tunafanyaje, mambo yaende sawa ndugu yangu, kuliko mambo haya tunayoyafanya sasa hivi sio mazuri. Hata Mungu hapendi kisheria, dini zote sio Kiislamu, sio Kikristo, sio kipagani. Hayapo hayo mambo. Oya, mbona ulivyochukua hela zangu hujasema habari za mshenga, sijui habari za barua, sijui habari za nini. Umechukua hela zangu umeenda kufanyia mambo yako. Alafu sasa hivi nataka kuondoka na mrembo, unataka kuleta maneno mengi au sio? Kwanza hizo kamali zenu si mnazichezeaga huko mjomba? Kwa nini mmetuletea sekeseke mpaka hapa nyumbani? Hapo sasa mimi ndo nashangaa. Michezo tunacheza huko sisi wenyewe wawili. Tunaingizaje mambo ya familia? Twende tukaongee pembeni tuyamalize. Kwa hiyo unanigeuka mwanangu au sio? Sikiliza, ukitaka kuamsha mashetani yangu, mchukue mdogo wangu. Labda uondoke na mimi, sio mjomba wangu. Nitakuitia mwizi sasa hivi. Mwizi! Tutakuitia mwizi. Mwizi! Unanigeuka au sio? Unanipigia kelele za mwizi au sio? Unanitia mimi mshuma. Baridi mwanangu, mimi hapa nitarudi tena. Alafu nikirudi sitouliza. Sitojali kipala blandi wala sitojali sijui mtoto mzuri, sijui rangi ya maka. Hapa kwangu mimi hamna rangi ya maka. Nikirudi hapa nakuja kuondoka na mtu. Tena mtu yani. Hembu ondoka huko. Mtoto wa kiume unavaa heleni wewe Zuchu. Umevaa shati jekundu ueleweki. Uwe mganga au sikukuu ya Valentine Day. Na yote umeyataka wewe. Watu zako, wauni zako unawatoa huko unawaleta hapa nyumbani. Kuanzia leo sitaki mambo ya wauni hapa. Wauni zangu au wao ni mashoga zako wewe mjomba? Au si ndo marafiki zako wewe? Mimi nimekuja kijijini nimekukuta wewe ndo mshikaji wako, leo unaniambia mimi muuni mwenzangu yule. Yaani wauni unaoleta wewe unasema mimi? Wewe upo sawa kweli wewe? Sasa mwambie yule muuni wako kama yeye anavuta bange, si bange tulikuwa tunachemsha tunakunywa mchuzi katika vikombe. Sitaki tena nimuone. Akikanyaga hapa tena nampiga panga la kichwa. Nimemaliza. Sawa. Naona uo wazimu wako unatuambukiza mpaka sisi unataka tuchanganyikiwe kama wewe. Sawa, nakubali. Nakubali mjomba. Mjomba si ni mama? Heshima. Nyamaza wewe. Mtu mzima akosei. Sawa, ndio mtu mzima akosei, lakini wewe unakosea, mtu mzima kisheti.
Si nimekuacha kule? Mimi uwezo ukanikimbia. Popote ulipo na mimi nipo. Manumbu, kwa leo nakusamehe. Ikijurudia tena ukaja kwenye kijiji cha Mbala, nitakutoa kwenye uso wa dunia. Baba Kipe! Baba Kipe! Umekuja na nani hapa wewe? Nikuja mwenyewe. Umewezaje kuja mwenyewe? Nataka mama yangu babu. Mbona unaogopa hivyo babu? Hamna babu. Ngoja nikupeleke. Twende huko. Sawa. Vipi mjomba? Yaani mjomba, utakuja kutuua kwa ugonjwa wa moyo. Unatutua mbio mbio, tunasikia mtu kasituka, najua sijui kaanguka. Shida nini? Mjomba, wewe kweli ni muuaji eh? Umemuua mtoto wako pamoja na mumeo. Nimeona mzimu wa mtoto wako umekuja sasa hivi hapa. Unasema help me! Babu help me! Haya mapya mengine unaanzisha. Manake toka mimi nimekuja kupumzika, sijapumzika, sijaiweka nafsi yangu chini katulia. Kila siku lawama. Mjomba, umeua watu, unapumuaje, unapumzikaje? Nafsi za watu mjomba unatembea nazo kwa sababu ya mauaji ulioyafanya. Na yule ni mtoto wako amenitokea. Ni yeye yule. Vinywele vyake amevitupa mbele hapa kama Mkorea. Na sio kama Mkorea tu, vinywele vyake vina rangi ya njano fulani na blue. Sawa ndiyo. Kwa sababu ni damu yako. Na damu ni nzito kuliko maji. Na hivi siku nyingi hujamuona. Lazima utamuota. Alafu siku hizi toka umiliki hizo simu kubwa hizo. Sijui unaangalia mamuvi. Yaani kuna taswira fulani unaziletaga kwenye maisha ambazo hata hazipo. Mtoto wako amekuja hapa amenitokea. Afu anasema grandfather help me, help me. Yule ni mtoto wako mjomba. Kwani unaua watoto na makosa gani mjomba? Bora ungemuua yule mumeo kuliko yule mtoto. Malaika hana tatizo lolote, hana kosa lolote. Mtoto wa watu hana hata dhambi, unaenda kumuua. Tangu lini ndoto za mchana zikaaminika? Tangu lini? Mjomba, hizo tamaa. Hamna cha ulichoota hapo. Si umetotoa kule tunachambua mboga mbio mbio. Tukajua kuna cha maana, kumbe mtoto. Mjomba, hapo nataka hela kwa ajili ya Kamali. Hata sio kwamba eti umeota. Leo ni makelele tu ulo kunapiga. Nyamaza pumbavu wewe. Unajua nini kuhusu tamaa? Wewe mbona mbea? Kustuka kwangu kuna kuhusu nini mpaka umekuja? Umeitwa. Si shobo zako na unafiki wako ndio ukaja mpaka hapa. Alafu mtoto mdogo kuingilia mambo ya watu wazima. Wewe mbona ulikuwa una tamaa? Shule si ulikuwa unaiba chaki na mabegi ya wenzio wewe? Wewe si ndio ulikuwa unaongoza kufunga makompasi ya watu shuleni? Nini kama sio tamaa? Mshenzi sana wewe. Wewe na dada yako wote hamna akili zenu moja. Na wewe sijui kama ukiolewa wewe utamuua mumeo na mtoto wako. Kama dada yako. Washenzi sana nyinyi. Mnakaa mnaua watu kwa ajili ya mali, mnakuja mtaka kuja kutusumbua. Na mtaniua mimi kisa hii nyumba ya udongo. Mimi sifi. Na kama nikifa hii nyumba yangu ya udongo na kaburi langu nataka liwe la udongo. Hii nyumba yote bomoa, ezeka kwenye kaburi. Wanasemaga mjomba ni mama, lakini hapa mjomba ni chama. Tena chama zile za dukani. Michezo ya kudanga, ushawishi na club, pombe kali, pili Msomali kujiuza, kutapeli, umbea, muulize Dodo Suzi, duka Suzi, chakula lakini nauza.
chakula cha mwili dodo na pili, tishio ukiwa na pesa. Kwa shoga yangu ndio maana walisema utaniongezea hela kwenye kazi. Kazi ngumu hatari, mwanao kila nikimbusti wapi, kila nikijipitisha, kila nikimwingiza katika 18 zangu wapi. Ana msimamo balao mwanao. Nimepita hapa mama na kikanga na kinini wapi. Yaani mimi nimekupa kazi nikakuamini moja kwa moja. Yaani 100%. Na kwa nini ushindwe? Tumia akili yako. Wewe mtoto wa kike afu wewe mtoto wa mjini. Unashindwa vipi? Sasa unasema yeye anakuwa mgumu. Tutamtia hata magadi atalainika. Sijawahi kufeli na wala naomba usifeli kabisa. Alafu kingine, Tambole ni msomi. Anacholingia usomi wake, kwa hiyo anatakiwa na wewe uende naye vile vile kama msomi. Kwa hiyo kusoma na mambo ya mapenzi wapi na wapi shoga yangu? Mbona vitu vile tofauti? Au umemzaa sio mzima? Tuambie labda mtoto kile ukimbuza hata bustiki atuelewe. Mpaka nimejinamisha leo navyokuambia sebeni mchana wapi? Ndio kwanza kaniambia nataka kukuona. Simuelewi mwenzangu. Naona kama kazi nataka kunishinda hivi. Hapana. Naomba tuendelee kupambana kwa mara ya mwisho. Sawa, nitajaribu, lakini kwa mwanao sijui. Nilikuwa nimenona, nimebaki mifupa tu, chanzo mawazo sababu yako, kama kosa kupenda ni dhambi. Simu za mkopo zinatufanya tunaimba mpaka nyimbo sio za umri wetu. Sasa hizi baba. Salama mama, shikamoo. Samahani mwanangu. Nilikuwa nataka nitokee kijiji cha Mbala. Hivi hicho kijiji cha Mbala unachotaka kutokea mama unakifahamu vizuri? Ndio maana hicho kijiji cha Mbala kinasifika kwa uchawi. Na kuna wachawi haswa. Magwiji wa wachawi. Huko ukipiga kifuu kiteke tu kinakwambia nilegesha uliponitoa. Sasa mama wewe unataka kwenda huko, je na wewe ni mchawi? Kwa sababu kijiji cha Mbala mtu yote anaenda ni ana asili ya ushirikina. Yaani mimi kiukweli mwanangu naenda kumtafuta mjukuu wangu. Amepotea, kwa hiyo nimepeleleza, nimesaka, nimeambia hapo kijiji cha Mbala. Ndio nikasema ngoja nielekee huko mwenyewe. Kumbe bibi yake na Mbosso. Sasa huyo yupo kijiji cha Mbala. Huyo Mbosso unaizungumzia wewe amefungiwa Tanga na mama. Ndio maana na mwenyewe alisema kazini sionekani, simuni sipatikani. Yupo Tanga. Acha masiala mwanangu. Hichi ninachokuambia ni ukweli kabisa. Nimepotelewa na mjukuu wangu. Huyo mjukuu wako ana umri gani mama mpaka apotee? Cha kike kadogo tu hivi, kana miaka 3 au 4. Keupe kana asili kama ya Mwarabu si Mwarabu, Muhindi si Muhindi. Na pia amesuka nywele zake hivi, yani nywele zilizosuka zina mchanganyiko wa rangi. Nywele kasokota, si ndio? Yani kamesuka hivi. Angekuwa hajasuka ningesema huyo Kevi wa Mwaroni. Lakini kwa kuwa amesuka huyo ni wa kike, si ndio? Naomba nisaidie mwanangu. Sasa mama, hayo masuala ya kusaidiana hayo nenda UNO. UNO sio Marekani huko. Hao ndo mambo ya misaada hao. Wao wanakusaidia chochote unachotaka. Hapa mama, hapa msaada hapa utapiga kelele dakika za mwisho hakuna msaada wote. Wewe mama nenda tu mwana kwenda, usije ukatema udenda. Mwanangu. Yaani msaada wako utakao nisaidia sio kama unanisaidia bure. Kiasi chochote cha pesa utakachokihitaji mimi nitakupa tu. Kiasi chochote cha pesa. Cha pesa. Mama, kwanza Waswahili wanasema mtembea bure sio sawa na mkaa bure. Na nimefurahi sana kukuona mamangu. Kuhusu swala la mtoto mimi nitakusaidia mama. Binadamu sisi kusaidiana ni kitu muhimu sana. Leo kwangu, kesho kwako, kuna utu na utulivu mama.
Kwa mama, hilo swala mimi la kukusaidia nitakusaidia hapo kwenye chochote kitu. Sasa niweza uangalie sasa jinsi ya utafutaji itakuwaje, ila ukitoa chochote alhamdulillah wala hakuli hali. Sasa huyo mtoto mama, mimi nilishawahi Mjomba, chakula tayari. Sawa, nenda nakuja. Nenda tena, mtoto mdogo anakuwa mbea hivyo. Sasa mama, nipe namba yako, alafu mimi nitakupigia tuzungumze. Sawa, ina shida mwanangu. Sawa, niandike. Hii hapa. Muda wote, saa yote nipigie. Sawa mama, hamna shida. Haya, nashukuru. Nashukuru sana. Mama, hata buku ya vocha mama, unajua lazima salio tupige tena, labda SMS kutuma, unajua. Sasa hebu ni bipu hapa, simekutajia namba yangu. Hiyo. Haya, sawa, ina shida, nitakutumia mwanangu. Sawa. Haya, nitakutumia na bando kabisa. Hiyo mama. Haya, asante, nitakutumia basi kama dakika 0 tu. Haya, asante. Sasa mama, hiyo buku ukituma buku 200 na kutolea, si unajua dera. Hata kutembea nateseka, kwani hutuoni mimi na mwanao. Mali zimekuwa shubiri, mali zangu mwe yezi nitwe roho mbaya zaidi. Hata huyu mtoto pia wanamtu akanashindwa kabisa. Nateseka, hata mama yako leo amekuwa dui. Uko wapi? Unifute machozi, natamani hata uje uone umeondoka, umenia chana maumivu, siwezi gani inanishika, nitaweza kweli ganzi?